Yule amechoka kusoma ninunulie uniform nirudi shule. Wakati utafika kiwango yangu ndio utachua masomo ni ya maana. Nafikiri saa hii uchaona masomo ni ya maana. Itakuja kuwa late uchue masomo ni ya maana. Na utafute ile chance usome lakini ukose. Kwa hivyo mwanafunzi, kitu nakuambia, kile ulicho nayo umepewa mkononi mwako, usichoka kipoteza. Soma ya kwamba utasoma tena. Chitolee, chitume. Nafurahia nikiona ule mwanafunzi anapenda kujituma. Wakati kuongojei, miaka kuongojei, na mama na dadi ama guardian wanaseeka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo siona unawasomea kwa sababu wao walitenda yao wakamaliza. Kwa hivyo kiwa mwanafunzi unasoma na kuomba uchitume. Maisha ni ngumu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Na wanafunzi wale wote walio university ano college, naomba ukienda mahali pale enda kwa ajili ya masomo. Achana na rai zingine asita kufaidi mwanzo. Chua ya kwamba yule aliyokutuma katika masomo ni wa maana kuliko yule mnakutana na yeye. Yule mnakutana yeye ujui mahali ametoka. Kwa hivyo nasema familia ni maana kuliko yule mnaenda kukutana na. Anaanza kuonyesha mitindo ingine isiyofaa. Lakini kumbuka ile kiatu mama yako na baba yako wanafaa, ende kawa wanasea kufaa. Ile slippers wanaenda kwa bafu wanasea. Uangalie sana usichoka sahau, kwa sababu miaka inaenda na wewe miaka inaso. Kwa hivyo ile time uko nayo ifanyie maana zaidi. Kwa sababu nikiangalia runge mingi naona ma university wasichana vijana wanauana ovyo ovyo. Na kitu wanauana hata unasangaa, kwani ni Sodom na Gomora imefika. Mtu hataki kuchituma, akienda mahali pale anaenda na raha. Sio acha kuenda mahali pale ukule raha hapa basi. Na yule musasi ama guardian yasomesa yule ako ready. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unaonaje musasi ukipanda mahindi baada ya kufika inaweka watoto ikuja ukuo na kula unapata ng'ombe imekula. Unasikiaje? Ni mbaya, si ndio? Kwa hivyo ni vile unapeleka mtoto university na umeona ameingia grupu ingine, inaanza kumpoteza, mwisho unasikia yuko. Unasikiaje? It is very painful, si ndio? Kwa hivyo wanafunzi muti, ID yako sio ya maana, lakini masomo yako ni ya maana. Ndio mume mzuri, ndio mke mzuri. Ukubaliane nami amora. Kwa hivyo ukiwa umewekwa kwa shule, fanya nini? Nilifurahia niliona msichana mmoja kutoka kule Makueni. Alisema yeye vile walikuwa poor family. Nataka wanafunzi munisikilize. Sasa huyu msichana alifanya akamaliza form 4, lakini kuna yule mtu alimsaidia kumsomeza mpaka amemaliza university. Amemaliza, amepata kazi, achawei kumuona. Yeye anasikia kuna mtu anaita fulani anakusome. Tuko pamoja wanafunzi. Akafika akasema sasa atauchiweka mahali. Anaomba mahali yako achitokeze angalau akunywe hata soda ya 40. Mnaonaje wanafunzi? Anasomeshwa na mtu ajui, lakini rohoni mwake anasema anataka kumuona. Wewe ungetaka kumuona ama ungeenda? Wanafunzi, chua vile mnatafuta baraka, ndio maisha yenu yakue marefu katika ulimwengu wa dhambi. Ila ya ulimwengu yatapita, lakini Mungu atasidi kusimama akiwa Mungu. Mungu utetea mwanafunzi yule anajitetea na kitabu. Atetee yule anachofanya don't care. Usiofunzwa na mama yako, utafunzwa na nani?
Ni kubaya, huko nje ni kubaya. Usione ni rahisi. Hebu kutana na yule alimaliza form 4 achaenda hata college ya kuambie vile kuko kubaya. Kwa hivyo uache kumaliza shule mnafunga unasurura. Kama ni kijana unakuwa kama mwanamke. Unapita huko unatafuta nini? Na mama yako na baba yako wakienda kibarua nafikiri uko kwa nyumba. Lakini umepiga raundi kama 8 ukitafuta nini? Kile kijana unayotafuta utakipata. Kile msichana unatafuta utaipata, si ndio? Kwa hivyo ile senti mama ama guardian anasaa iheshimu na uifanyie kazi sana. Ndio wakati mimi nitakapoomba nikuona uko mbele unataka kusoma. Nikuona uko mbele unataka maombi. Ndio Shetani akicha apigane nawe hata kuweza, kwa sababu Mungu amenisimamisha katika maombi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kama wazazi mnataka mpeane pesa kwa ajili ya kupeana kule shule, inahesabiwa mtoto wako amefika form 4, lakini ukiona ni pure. Ni heri hata ukimwacha akiwa grade 1, si ndio? Asiendelee, si hata wewe unataka ufurahie. Uone mapata yako na yeye afurahie, aone kile alifanya. Msichana alisomeshwa mpaka university akamaliza akapata kazi, lakini tangu amalize anatafuta yule aliyokuwa anamsomeza. Ataangalia wakunye soda ya ngapi? Ya 40. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wanafunzi mtafakari sana, waje kusifanya wachinga. Mtu akiwa shule ni mwerefu, anaona anatoka wapi anaelekea wapi. Kwa hivyo kitu nasema kwa wanafunzi, shika kile unaopewa kutoka nyumbani uende shule. Chue kwamba wale mnaopitana ati ni mapesde. Mapesde wanasema ni mapesde. Hata kupeleka mahali, wengine wako mahali pale kwa ajili ya waste time. Wengine mahali pale kwa ajili ujui vile anatoka. Amini ile kitabu ulio naye hata ikiwa ni moja ama 2, soma. Kaa na yule anataka kusoma. Kaa na yule mwanafunzi anachituma katika masomo. Sio yule anakuambia tutoka hapa twende Dondom. Yaani mnataka kujua yani Nairobi yote, Mnataka kutoa hii nini yote. Mpaka sauti uchue kila mahali unatoka unatafuta nini? Kile unautafuta utapata kwa kilio. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo uwe mtu mwerefu, chitae mjiwekee mazaa. Sio naangalia sasa ile dadi anakuja ama mami ndio namuonyesha. Mwisho tutachua kile ulikuwa unasema. Unasoma. Final result litatuonyesha ulikuwa unasoma ama ulikuwa unasoma. Hakuna mwanafunzi mjinga niwaambie. Ni vile anachiweka na vile anajichukua. Ndio nawaachia uchumbe wanafunzi. Miaka inaenda. Wazazi miaka inaenda. Wakati walikuwa na uwezo wa kusomesa, utakuja kuregret. Utakuja kukaa kando uombe sana. Kwa chini, unajua wengine wanaona kitambulisho ni kazi. Wengine wanaona kitambulisho ni watu wasima. Nani anakudanganya bwana? Kuna wale wako na degree hapa hawana kazi. Kwa sababu hawajawapata mtu wa kuwasika mkono ama? Kwa hivyo wewe kama uko na uwezo wa kusoma soma bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Soma. Uwaje kuona ati mama ananilazimisha, yule ananilazimisha kufanya hivi dadi. Hapana, analilia maisha yako. Achalilia ukuja kumfanya nini? Kumsaidia. Kwa sababu yeye anazeeka ama mzeeki. Unalilia mtoto akuje kukusaidia. Maisha yake kuwe. Wazazi mnanyamaza aje? Kwa hiyo mnawapongeza hizo njia wanaenda, si ndio? Mnawalilia wasome maisha yake kuja kuwa vizuri. Unaacha na kitu akununue kwa sababu umesaa chibanga. Kama ungekuwa umesaa bado kuchipanga ungemsomeza. Kwa hivyo na yeye ajipange akuja kusomeka wake. Hiyo ndio life inakuwa life iko the best. Lakini kusurura huko na huku uyefai. Msikia nako? Tuko pamoja na wewe? Nani anako? Sitaki usumbue mama yako. Msikia? Wewe ni mchinga ama ni mwerefu? Sasa nitakonga chuma juu ya nini? Ya kichwa.
Sasa wewe kusumbua unaona wewe unajiweza. Utafika onge. Kama siku hizi serikali inachukia hii yangi cheneza Gen Z. Wanasema ndio walibifu. Muikutana na pishto, utakuwa aje? Si utakuwa maiti. Utasema alinitoa kwa nyumba. Wewe kaa chini, chiamini na usome. Mahali uwezi ambie mama ama dadi unaweza ni unitumie mtu anionyesha hii. That's the best. Hata ukituma kwangu kune Machakos nitaagree. Kwa sababu wewe ni mtoto unataka kujitolea. Sio kusumbua. Hizo roho kwa youth msikatae. Hizo roho kwa youth mkienda university, msahau vile mama yako alikuwa anakanyaga, alikuwa na pepa ugali merara kwenda wapi? Kasini. Alafu mahali baadaye umeanza kuona masuga dadi, masuga mami, unasahau kusoma. Unaona androve kuwa black, lakini anakufanyika kichunjio. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo fikirie sana. Usiende kubana ile gurubu inaona imefika. Hakuna kufika hata ukiwa mama yako na baba yako ni tajiri. Lazima you sacrifice yourself. Ujitahidi ujue ya kwamba yako ya mama yako hata akiwa mtajiri ni yake. Usiangalie hiyo ni yake amefika akule wakati wa uzeeni. Bwana Yesu apewe sifa. Sio si anakuwekea atuende vile unataka. Maisha ni ngumu bado. Wanafunzi tuko. Kama mnaona maisha ni ngumu, mtakuja muandike leo. Ni rahisi, muandike leo mtakuja kunikumbuka. Kama mtu anampelekwa zure ataki kusoma ili asanende mapema. Yule aliye kando yake ama nyuma yake ama mbele yake asome, utakuja kujua ya kwamba mahali unakaa sio kwako. Huko na wengine wanataka kutawala, wanaongezea wengine wawameze. Kwa hivyo watch yourself. Sio kama mtu mjinga. Mtu akienda shule anaerevuka bwana. Hakuna mtoto mchinga hapa. Watoto wote ni were. Achiweke. Asema Mungu nataka uchililie. Bwana Yesu apewe sifa. Niliona kipindi mwingine mtoto mwingine kutoka Amerika. Black America. Ako na 3 years anapiga magoti anaomba. Wewe ni nani? Kiwa 3 years anapiga magoti. Anaombea watoto wao. Ati wewe unataka kuokoka? Unajua maana ya kuokoka? Afadhali wale wamepiga wameokoka wamesamehewa dhambi zao. Wewe unajifanya na ngumu kama Farao. Uwezi ukachua kama mkienda huko mkutana na maovu Mungu atakumbuka vile ulikuwa umepiga magoti. Asema yule siku ya leo alioko. Wewe unajificha kwenye dhambi na unasumbua watu. Unasumbua mami, unasumbua dad. Bwana Yesu apewe sifa. Tukutane na wewe ukisurura. Bwana Yesu apewe sifa. Tukutana na wewe ukisurura katika maombi. Bwana inuliwe. Kwa hivyo wanafunzi mwerekebishe kuanzia chini mpaka college na university. Sana wa university mchue kile mnaenda kutafuta mahali pale. Tusifikiri tumewachangia hapa mnaenda kwa uzuri, tunakuja kupepa maiti. Hiyo kama hatutafunumilia na hatutape. Na unajua mshiba wa kustakia mwenyewe una kilio. Usichokalie. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukae kama mwanafunzi. Uchitume useme. Na baraka inatoka kwa mzazi yule anakulipia. Usigino jana mzazi anakuambia. Baraka inatoka kwa nani? Ndiye fungue njia zako katika masomo. Tuko pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni uchumbe wa wanafunzi. Zaburi 63 ni jinsi faraja na hakikisho katika Bwana. Faraja. Bwana Yesu Kristo ndiye anafariji walio wake kupitia katika imani na upendo. Uwafariji kwa njia ya imani na upendo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tukiongea katika hii kitabu ya Zaburi, tuone jinsi vile Daudi mwana wa Jesse alipokuwa anamtumikia huyo Yesu Kristo katika njia ya imani na upendo. Yeye alikaa katika neno na neno kamuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye kimbilio lake na tegemeo lake ilikuwa kwa Yesu Kristo. Yeye alikuwa anaomba usiku na mchana ndio Bwana akamuokoe. Bwana Yesu apewe sifa. Asa wakati alipokuwa Judea
alikuwa na vita mingi sana. Ni kwa nini? Hawakumtambua kuwa mfalme. Hawakumtambua ya kwamba ametumwa na sauti ya Bwana. Walienda kinyume wakimdhuru, wakitafuta uhai wake. Lakini kule jangwani alikesa kuomba. Sijui wewe Mkristo unakesa mara ngapi kwa wiki? Nenda kuwa wewe unamulilia Bwana akusaidie. Nenda kuwa wewe unamulilia Bwana kwa ajili ya wakati. Nenda kuwa unamulilia Bwana kwa ajili ya mtaka kitu. Naomba wewe unamulilia Bwana kwa ajili ya kukaa na yeye milele. Kwa hivyo ijarisi ni mapito aina gani waliopita, lakini maandiko yananiambia huyu tunaona ya Daudi wakati alipokuwa kule jangwani hakunyamaza kulia. Alilia kilio cha haki na ukweli ndani mwake. Alikuwa analilia wote waliokaa wanaishi mahali pale, na yeye alikuwa analia asije akasame na wenye dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo wewe unaenda mbele ya Bwana, mwambie Bwana ukomboe na kuangalie. Heri wale wanaotubu wanakaribishwa katika ufalme wa mbinguni. Lakini wale wamejifungia katika bazia wakisema tuko, wale wanaelekea katika moto wa jehanamu. Bwana Yesu apewe sifa. Turudi katika maandiko. He Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema, nafsi yangu inakuonea kiu. Daudi akaomba akasema, Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema kwa sababu Bwana Yesu apewe sifa, nafsi yangu inakuonea kiu. Yale matendo na makubwa Bwana anamtendea Mungu wake. Maandiko yatuambia Daudi akalia sana, akamwambia atamtafuta mapema. Ijarisi wakati wa furaha, ijarisi wakati wa vita, ijarisi wakati wa kifo ama magonjwa, yeye alimwahidi Mungu wake atamtafuta mapema. Hawezi akongojea wakati ako mgonjwa ndiye amuite. Hawezi akongojea wakati ako na matatizo ndiye amuite. Anamtafuta mapema, ndio dhoruba ya kicha amuokoe. Wewe mpendwa, vile ulivyo hivyo, sijui unatafuta Mungu wakati aina gani? Ni wakati una kazi? Ni wakati uko mgonjwa? Ama ni wakati kwa kila wakati unaomtafuta? Heri wale wanaomtafuta wakati wowote, hata ikiwa mmechaza mifuko yake, lakini wanamwabudu Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tumwabudu Bwana, ya kwamba hatutamwabudu tena. Fikiria mahali yeye aliyokutoa kulikuwa na shida mingi na mapigo mingi juu yako. Angalia vile familia yako ilikuwa inakaa na sasa hivi vile inakaa. Umtukuse Bwana, ya kwamba utamtukusa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati ulio na vita sio unamkumbuka Bwana. Wakati umekosa kazi sio unamtafuta Bwana. Tafuta Bwana hata wakati umechaza katika mifuko. Mwambie Bwana, sitasahau mahali ulionitoa. Niangalie mahali niko. Sitasahau vile ulionipeleka katika safari. Nikiwa na watoto nimefika wakati niko wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi sana napenda kuombea wanawake walio single kwa ajili ya kujituma. Nasema hivi ni kwa nini? Sio wengine siombe. Wamama wako single wanajituma kwa ajili ya kulisa watoto wao. Ukiwapiga vita umegusa Mungu. Hawategemei mahali popote wamefika wameona. Haina hata wajitume katika njia inayofaa. Ili wasicha wakaachwa waanze kulalamikia Mungu. Wanajitumba mpaka mwisho. Lakini wale tulio wawili watatu tunaongojea tuletewe. Ole wako kama unaongojea uletewe. Siku hizi mambo ni kusaidiana na kusonga mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Ile nao kucha kidogo vile ndio unashukuru Bwana. Na kuna wale ikuchi kidogo wanakosa, wao wanafanya nini? Kwa hivyo sote tumtukuze Bwana. Ndio naona ya kwamba Daudi akasema, mimi nakutafuta Bwana mapema. Kwa hivyo mtafute Yesu Kristo mapema. Wakati vita nao kucha achari mbele yako, matatizo yoyote Mungu anaukumbuka. Usimtafute Bwana saa ile umeremewa katika safari. Mtafuta Bwana hata wakati ulikuwa umechaa. Mwambie Bwana, nakushukuru kwa ajili unanipa.
na vile unaniponielekeza katika njia. Sio wale wanapeana wako na mingi ya kupeana, ni kwa ajili ya neema. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unapeana kwa ajili ya neema, sio ya kwamba wewe uko na mingi ya kupeana. Unatimiza neno la Bwana, ndio Bwana Yesu Kristo apate kuinuliwa hakiwa katika kiti yake enzi. Bwana Yesu apewe sifa. Daudi akasema nitakutafuta kwa sababu nafsi yangu imekuonea kiu. Yale Bwana alikuwa ametenda kwa Daudi ilimfurahisha sana. Akaona hataacha kumwabudu Mungu wake. Atamwabudu kwa sababu Mungu ndiye anayekuja kuhukumu miungu. Kwa hivyo usitingisike na mambo ya ulimwengu. Usihangaike kwa wale wanaosema juu yako, kwa sababu kusema kwao sio sumu kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo uwasamee, ndio pata amani moyoni mwako. Roho yako ipata amani, ndio pata kuinuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kaa ya kwamba utakaa tena katika Kristo. Kwa hivyo Mungu wako atakukumbuka vile utakaa katika Kristo, kwa sababu yeye ndio msingi aliyotuma ulimwengu wa dhambi kwa ajili ya kutukomboa sisi, kumwaga damu kule msalabani, kufa baada ya siku 3 kukumbuka, ndio tukapata kuoswa dhambi zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo yule mahali ulipo mwenye dhambi, mwenye kwenda kinyume na mapenzi ya Bwana, hii muda umepewa naye, umepewa muda wa kutubu na kumrudia. Sio muda wa kufanya maovu mbele ya Bwana. Usijione nataka muone Yesu Kristo mahali alipitia, mpaka mahali ako sahi ameketi katika kiti enzi. Kwa hivyo inafaa umtukuse na kutenda yaliyo haki mbele ya macho ya Bwana. Usitende maovu, kwa sababu kupiga mwingine vita ni kumdhulumu aliyemkuumba. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni kila wakati tuwe watu wa kutubu na kumrudia Bwana katika njia zake zote. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Maandiko yazidi kutuambia, mwili wangu wa kuonea shauku katika nchi kamwe na uchovu isiyo na maji. Maandiko yatuambia, akasema Daudi ati mwili wake unaonea Mungu wake shauku, na katika nchi kame usio ujovu wa maji. Ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu, nisione nguvu zako na utukufu wako. Kwa ajili yeye alikuwa kutamani Mungu wake amuongoze katika njia zake. Ndio umesikia kwamba nasema nafsi yake inamuonea kiu. Bwana Yesu apewe sifa. Eli atafute Yesu wake wakati wowote. Wakati anaomtafuta Bwana, ichalisi ni wakati akona furaha ama akona vita, lakini anasema roho yake imtafute Yesu Kristo. Na baada ya haya ainuliwe akiwa katika kiti yake enzi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Daudi akasema, alipoona ya kwamba anatazama patakatifu bake, ndipo aone nguvu za Yesu Kristo mahali pale, ndio tukufu wako aonekane ndani yake. Unajua kiwa wewe unamfuata huyu Yesu Kristo, hakuna wakati atakutema na atakuajiria. Hata maadui wakiwa wangapi, hutaona maadui, utamuona Yesu Kristo aliyokufia msalabani. Bwana Yesu apewe sifa. Daudi alipokuwa na majeshi yake, wakati Sauli alikuwa anamwandamana, majeshi yake walilia, wakaona majeshi ya Sauli ni wengi sana. Lakini Daudi akasema yeye haoni wingi wa wale majeshi, ili anamuona Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo nataka umuone Yesu. Usione ile vita ulio nayo, ama ugumu, ama ukosefu wa kazi, ama shida katika nyumba yako. Unataka umuone Yesu Kristo ndiye akuinue mahali huko. Ama angalie magonjwa vile umeteseka, madeni mingi katika nyumba yako. Ukipata pesa uoni vile inaenda. Nataka umuone huyu Yesu Kristo. Kwa sababu Daudi hakuona wale majeshi wa Sauli, alimuona Yesu Kristo aliyemkufia msalabani. Bwana Yesu apewe sifa. Akasema anapotazama patakatifu bake,
haoni yoyote isipokuwa yeye. Na mimi nataka muone yeye Yesu Kristo yale aliyokutendea. Mpaka mahali umefika. Sitaki uchione wewe. Mahali amekutoa, amekupitisha maovu mpaka mahali umefika. Icharishi ni chambo gani maadui wanaongea juu yako? Jua kwamba wataongea warare. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wewe songa mbele. Na chambo yoyote inaweza kukuumiza ndani yako indoe. Ndio pate njia ya kwa maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Maana fadhili zako ni chema kuliko uhai. Midomo yangu itakusifu. Daudi akasema, akamwambia Mungu wake ya kwamba, Bwana Yesu apewe sifa, fadhili zake ni chema kuliko uhai. Bwana Yesu apewe sifa. Na midomo ya Daudi itaacha kumsifu. Kwa hivyo Daudi icharishi ni vita gani alikuwa amepata kule Yerusalemu, kule Yudea, na mahali popote alipokuwa anapita. Hasa kule wakati alipokuwa changwani. Maandiko yaniambia hii maombi ama hii sala alikuwa anachukua akiwa Yudea. Kwa hivyo akasema hata ikiwa ni hivyo, hiyo itamfanyisha kumsimamisha asimwabudu Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Daudi akaamua atamsifu huyu Yesu Kristo mpaka mwisho. Na wewe mpendwa, sifu Yesu Kristo mpaka mwisho. Icharishi ni mapito gani unapita, kila umepetana mbele itakufanya waache kumsifu Bwana. Kuna vingine kuvikwaso. Yesu Kristo alifunga siku 40. Akapelekwa jangwani kucharibiwa. Kula alicharibiwa, lakini alimshinda huyu Shetani katika neno. Na wewe uache usinde huyu Shetani katika neno. Macharibio ni mingi, lakini wacha nikuambie siku ya leo ya kwamba hiyo macharibio ni chakula ya kiroho. Inakuweka nguvu. Inakutia nguvu katika safari na katika maombi. Kwa hivyo sitaki uregee uone ya kwamba uko na shida mingi. Yaani Mungu wako hawezi akafanya nini? Akasururisha. Ile shida uko nayo iko na mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona Daudi akasema ya kwamba jambo lolote anayokutana nayo itamfanya ache kumsifu Bwana. Wewe usifu Bwana mpaka mwisho kwa sababu amekuandalia mema. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo anafurahia sana akiona ya kwamba nguvu zake ziko katika mahali pake patakatifu na utukufu wake unaonekana wakati anaomwimbia Bwana. Wewe unaoimba Bwana, imba ya kwamba utaimba tena. Wewe unaomsifu Bwana, omba ya msifu Bwana ya kwamba utamsifu tena. Wewe unaohubiri neno la Bwana, usitiache ya kwamba kuna mambo mengi yanatokea. Wewe endeleza neno la Bwana ya kwamba utaendeleza tena. Bwana Yesu apewe sifa. Ndivyo nitakavyokubariki maadamu ni hai. Kwa jina lako itainua mikono yangu. Kwa hivyo Daudi akasema ya kwamba atalibariki neno la Bwana. Jinsi vile yeye anamuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo wakati anaobariki akiwa hai, pia maandiko yatuambia akamwambia ya kwamba atalinua mikono yake, jina lake litamuinua mikono yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba Daudi atapewa nguvu na Mwenyezi Mungu. Jinsi anavyoinua neno la Bwana lipata sehemu ya kudumu, na yeye pia atainuliwa katika njia zake zote, katika njia za kuishi katika ulimwengu wa dhambi. Kwa hivyo yeye akona tumaini ya kwamba jinsi atafanyia Mungu wake kazi ndivyo jinsi atamlipisha yeye, kwa sababu amemwambia atamuinua. Anajua jinsi atayemwendea yeye na yeye atamuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Nafsi yangu itakinai kama kushiba mafuta ya vinono. Kinywa changu kitakusifu kwa midomo ya furaha. Bwana Yesu apewe sifa. Hati akamwambia kwamba katika hali hiyo atakapombariki na kumuinua, na yeye atamchenkia mahali pake patakatifu, jinsi vile nafsi yake itaikinai kama kusiba mafuta ya vinono.
kinywa chake kitamsifu, midomo ya furaha. Kwa hivyo atafurahia kila jambo anaotenda, atende kulingana na haki na mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo chochote unaojitolea kutendea Bwana, tenda ya kwamba utatenda tena, kwa sababu atakuambia uliniona nikiwa uchi lakini hukunivalisa. Uliona nikiwa na njaa lakini hukunigusa. Uliona niko na shida ulinicheka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lakini ujue kwamba tunaelekea wapi, unatoka wapi, unaelekea wapi. Kwa sababu kesho ya mwingine ni mafumbo. Bwana Yesu apewe sifa. Ongechea Bwana utakaoomba. Mwambie Bwana, hata kuna yule anahitaji kama mimi, na kuna yule anasumbuliwa kama mimi, na kuomba ukue daraja ya kuingia katika mlima ule wa mtakatifu. Na katika mlima yule mtakatifu hakuna vitina, hakuna masengenyo. Kule tutakaa mahali pale tukimsifu Bwana. Ndio naona ya kwamba maandiko yatuambia ya kwamba kinywa changu kitakusifu kwa midomo ya furaha. Wakati atakapotenda mema, jinsi vile Daudi alienda mbele yake, tuwege na sisi kuenda mbele ya Bwana. Tuwe watu wa kuvumilia, watu wa kuinuana, watu wa kupendana. Kwa sababu mambo mengi ya ulimwengu, unajua Shetani acharara wapendwa. Au katika mbio, ameona umesimama, atatafuta njia ya kukuangusha. Ameona utainuliwa, ako na njia ya kwamba ushuke chini. Anaona unaenda kupita mahali pale mkiwa wawili, lakini atameki sure amekutenganisha na yule mnaenda kuvuka na yeye. Ndio peke yake ushindwe kuvuka, tuko pamoja. Kwa hivyo Shetani ni mchanja. Kiwa Shetani ni mchanja, na sisi tuwe waamini wa Yesu Kristo, tutende yaliyo haki, tuombe usiku na mchana ya kwamba hatutaomba tena. Tukae katika neno na tuombe Bwana Yesu Kristo atupatie uvumilivu. Katika hii safari ni sito. Kaa na yule mtu anakuelimisha tuende katika hii safari katika uvumilivu. Sio yule anakuambia nimechoka katika hii safari. Hata sioni ulimwengu unaenda wapi. Hasa sioni dunia inaenda wapi. Dunia ni nani? Dunia ni wewe na mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Tusipokuwa katika hii dunia, itaitwa dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo lazima tuvumiliane katika hii safari. Tuseme sana ya haki na ukweli. Usio mwingine wa kufunika mwingine kifuniko asija kuwa ukweli. Mwambie ukweli ndiye ukweli, mweke huru. Mwambie raha hii fraishi Bwana. Kwa sababu hakuna jambo utaficha kufanya mbele ya Bwana. Kwa sababu macho yake ni makali mno. Akiangalia yale unaotenda kama ni mazuri, anainuliwa akiwa katika kiti yake enzi. Kiwa ni maovu, anahuzunika na anamwaga machozi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kwamba 8, napokukumbuka kitandani mwangu, ninakutafakari usiku kucha. Bwana Yesu apewe sifa. Tupigie Kristo makofi. Daudi akanena akasema anapomkumbuka Mungu akiwa amelala. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe, anamtafakari usiku na mchana. Ni jambo gani ili Bwana Yesu Kristo alipotenda? Ndio ya kwamba wakati Daudi anaomkumbuka, wakati anaomkumbuka akiwa analala anamtukuza. Sijui wewe unalala usingizi wa aina gani? Bwana Yesu apewe sifa. Kama kuachili umeshiba, uchakosa chakula, watoto wako poa, wamefunga vizuri, wewe ni kuambia kula tura. Lakini Daudi akasema, akaambia Mungu wake, ninakukumbuka wakati nimelala kitandani mwangu. Bwana Yesu apewe sifa. Ninakutafakari usiku kucha. Ni jambo gani unaotafakari wewe Yesu Kristo? Kama unaona kufika mahali umefika ni kawaida. Kama unaona wale watoto ulio nayo ni kawaida. Kama unaona ndoa yako ni kawaida. Kama unaona ache kazi unayofanya ni kawaida. Ni kwa ajili ya masomo yako. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka upiche yaro ukitafakari. Yeye alisema, tunaona ya kwamba huyo Daudi alikuwa mchaziri. Alikuwa mtu anaomcha Bwana. Alikuwa mwaminifu. Wakati alipomuita Bwana anakuja kwa haraka. Bwana Yesu apewe sifa.
Daudi akarudi akamwambia mstari wa 6, nitaka kukumbuka yale umenitendea wakati naolala katika nyumba mwangu ama kitandani na kutafakari usiku na mchana. Ni nini nao kufanya wewe utafakari huyu Yesu Kristo? Naweza kuwa uchui maana ya kutafakari, ama uko kwa ajili ya wakati. Sitaki mpendo ukae kwa ajili ya wakati. Sitaki usahau mahali umepitia, ufike mahali uchione. Bwana Yesu apewe sifa. Hapo mwanzoni nilisema mimi naombea sana wale single mata kwa sababu wanajituma. Bwana Yesu apewe sifa. Wanasema wasipojituma kutafutia watoto, hakuna wakati watasikia mlango umewekwa karibu. Maisha ni ngumu bwana. Tulisema wiki iliyopita tuachane mambo tuende pole pole, tusije tukakimbike, tuchitume. Ndio Bwana atamaraki naonekana katika njia zetu. Lakini maandiko yatuambia, Daudi anasema katika mstari wa 6, akasema ya kwamba katika mstari wa ndio, ninapokumbuka kitandani mwangu na kutafakari usiku na mchana. Anaokumbuka Mungu wake, yale matendo amemtendea. Chesi ilikuwa karibu kummaliza, lakini alishinda. Daudi ni mwana wa Chesi, si ndio? Ni nani yule alikaribia karibu akashika vazi na akaikata? Daudi alikata vazi ya nani? Shauro. Yaani tunaongea tukinyamaza. Wanafunzi ni kama hatuendi shule. Huko shule tunasoma hesabu, na hii hesabu imetuchanganya akili, si ndio? Safari bado. Bwana Yesu apewe sifa. Safari alipokaribia wakati Chesi litemeka, tunaona Sauli alichukuliwa na usingizi mzito, si ndio? Daudi alienda kule akachukua vazi yake akaikata. Kwa nini hakumuua? Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na chance ya kumuua. Mungu amekuletea adui hapa, umemalize. Lakini hakumuua. Kwa nini? Wanafunzi, kwa nini Daudi hakuua Sauli? Na Mungu alimpea ama kumpea? Alifanya nini na kakata vazi? Au tatusaidie? Bwana Yesu apewe sifa. Tumpigie makofi. Daudi alishindwa kuua mwenye anafanya nini? Amepakwa mafuta. Lakini wewe unakimbizana na watumishi ati unataka kuua. Shame on you. Ikiwa Daudi aliteuliwa kuwa mfalme, lakini wakati vita ilichaa sana kati yake na Saul. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati walipokuwa wanapigana, alimuletewa rifle. Usingizi akamchukua, akaambiwa basi ndio huyo. Unajua sisi tunaanguka mtihani kidogo tu. Hakukumbuka vile alikuwa amemtesa. Hakukumbuka vile alikuwa anasuia ufalme wake. Aliambia huyu. Akakata vazi yake. Wakati alipoamuka akamuonyesha. Akamwambia, nilikupewa chance nikuue lakini sikukuua. Kumaanisha Daudi alikuwa mtu mwenye kima. Wote walikuwa wafalme, si ndio? Lakini hakumuua. Hata ikiwa huyu alikuwa na vizanga yake, alisema hataua mtu mmwawio mafuta.
Lakini unapata mtikavu unapigana na kwanza ukipigana nayo umepokea laana. Sio laana ila anakurani kutoka wapi? Kabla cha Qurani automatically umpekea laana. Uone ya kwamba Daudi alipofikia yule amumalize, akumumaliza kwa sababu alikuwa amempeana mkononi mwako. Alichukua vasi kuikata na kumuonyesha alikuwa na uwezo wa kumuua, lakini hakumuua. Si alikuwa sema ya kwamba akimuua familia yake itajua. Aliheshimu ile mafuta alikuwa anamwagiwa, akaacha Bwana akwenda kumlipishia. Ndio unaona ya kwamba mtu akikwambia nimekuachia Mungu, imekuwa mbaya kwako. Unaona gisa kila mahali unaenda. Bwana Yesu apewe sifa. Alimweka mkononi hakumuua. Tutafakari haya kwa nini? Na alipewa na uwezo wa kumleta mpaka mkono amuue. Lakini yeye alimwachia Mungu adili na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwani alikuwa na uwezo wa kumaliza yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo unaona ya kwamba watumishi wako na uwezo wa kurudisha ile kizango natuma kwao. Lakini wanakuachia Mungu adili na wewe. Amen. Unajua Shetani anaweza kujifuna ndani ya mtu, haona hata fanyiwa kitu, ako sawa. Lakini ajue ako sawa hata kuvuruga kanisa. Lakini ajue neno la kwanza, akumbuke Daudi alifanyia nini nani? Alifanyia Sauli nini? Mbona hako mumaliza? Akamwachia Mungu. Na hapo mbele ni nini kilitendeka baada ya hayo? Kwa hivyo sisi sote tumuogope Mungu. Hao mwenye dhambi, hao sio mwenye dhambi. Na kumbuka kuna yule amewekwa kwa ajili ya wakati wa maangamisho, akiwe kielelezo kwa watu wote. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio ninapenda kuambia watu wasema ati Kilea nani eliwekwe kuwa funzo kwa Wakristo wote ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna chamba inatendeka ndio Kristo ainuliwe, aonekana hako, kilio chificha kitafichuliwa. Kwa hiyo usihangaike ulie, unaumiza moyo wako bure. Enda pole pole ndio Mungu akuinue mahali huko. Kwa nini unaumiza moyo wako? Daudi alikuwa na uwezo wa kumumaliza. Kwa sababu yule alikokota zaidi. Unaona watu wakikokota mko hatari sana. Lakini alikuwa na uwezo wa kumumaliza. Lakini aliheshimu neno la Biblia. Na wewe unaosumbua Wakristo, nataka kuheshimu neno la Biblia. Ujue ya kwamba Mungu kila mahali yako anakumulika kupitia malaika wake watakatifu. Kwa hivyo usifanye jambo ona ya kwamba utaonekana ama bado. Katika roho akuangi kuwa kipofu. Yeye analinda wake mpaka mwisho wa doari. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo ukiona Bwana amefunga njia, atafungua njia nyingine utapenya. Bwana Yesu apewe sifa. Wapea amuru waue Yesu Kristo, alipita katikati yao kama nini? Hata amjue alipita kama nini. Hawakuweza kumfika wamuue. Kwa hivyo kuna roho zimeshifisha katika kanisa. Zile roho zinakulilia. Zile roho zinakuwa wasaliti wauaji. Ole wao. Si ati ya kwamba Mungu amezinda kukutoa ulimwengu. Umewekwa mahali pale kuwa kielelezo. Na unajua ukiwa kielelezo ni kuwa kuni ya wengine kuchomeka. Kwa hivyo Wakristo bado safari iko, hatujafika. Ni heri kila mmoja alilie moyo wake. Kila mmoja alilie nini? Ndio wakati Yesu atapoonekana uonekane pamoja na yeye. Wewe ulio nayo chifanya una. Wewe
Kama sio nayo, chifano uko nayo. Kuna mtu akilala njaa nyumbani mwako utajua amelala njaa. Na kuna yule akilala njaa anajitakaza mkuru wa jenga mzima nilala njaa. Nani aliyo afadhali? Kwa hivyo mchulize Bwana kile unataka. Hii safari bado jameni. Bwana Yesu apewe sifa. Leo niko, kesho siko. Leo mzee wa kanisa ako, kesho hayuko. Kama utakuwa kielelezo kizuri, kama kesho hayuko atakuwa kielelezo vizuri, nani atashughulikia familia yake? Bwana Yesu apewe sifa. Nani atashughulikia familia yake? Mungu anatuma mtu kuwa daraja. Useme Mungu atakushughulikia aje? Atatuma mtu kuwa daraja kwako ndio faulu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio nasema sisi wa Kristo tusome Biblia tupate kuelewa. Tusiwe na Biblia Sunday ndio tunafungua jameni. Na hakuna wakati time itakutafuta usome Biblia. Inafaa wewe utafute wakati wa kusoma Biblia. Tupate kuelewa ni jambo gani kuanzia Agano Jipya mpaka Agano la Kale Bwana anataka tukae. Tukae kama Wakristo tukimsukuza. Kuna mambo unachionea una mesa tu, unaona ni Shetani. Lakini usiruhusu Shetani atawale katika maisha yako. Umkatae. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ni kumaanisha usivunike taa. Na blanketi ukisema inawaka, fungua ikuwe mwangaza kwa watu wote. Na manisache nikisoma hivi. Neno ni neno na ilibadiliki, lakini maneno yabadilika. Maneno ya wanadamu yatakuumiza, lakini neno kutoka juu mbinguni itakuchenga katika kiroho. Kwa hivyo uacha tumtafute huyu Yesu Kristo ya kwamba hatutamtafuta tena. Ambia Yesu Kristo unifungue masikio nipate kuelewa. Kuna yule anaweza kujifanya rafiki kwako, lakini ni msaliti Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na yule unayokuwa msaliti sio kupenda kwake, ni chizi vile unaelekezwa. Na yule anayekuelekeza kwa nini yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na yule anayekuelekeza anaona kuna mahali unaenda kufuka upate kufaulu. Ameona nitafanya shortcut ya kufanya yule asicha akafaulu. Kwa hiyo Shetani mjanja, mtu ukiokoka unakuwa mwerevu. Sio kusema ya kwamba umenipiga vifua nipige kutoka kwa mgongo, no. Unasimama imara ukikaa na hizo njia. Ukiambia Bwana najua Shetani anaenda kubarikiwa. Vile anaona sasa analeta shortcut. Ananitenga na ndugu na dada. Tusije tukaa pamoja ili tuuniane katika kiroho. Ameona ya kwamba baraka zako zimekaribia. Sasa atatafuta mbinu ya kusambaratiza. Baraka zako si ndio zinatoka kwa Bwana, lakini hazitoki vile wewe unajua. Hizi baraka lazima tusikane mikono ndio sionekane zikiwa baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo baraka zikicha hazitoki vile kwa uniombe nikuombe ndio tupatane kule paradiso. Usemo utachiombea peke yako. Bwana Yesu apewe sifa. Uniombe na mimi nikuombe tupatane wapi? Kwa sababu maombi itatuchenga. Kuni moja iweze ikawaka, lakini kuni zilizowekwa 3, 4, 5 zinawaka. Kwa hivyo Shetani akiona utaenda kuwa kuni wa 4 kuwaka, atajaribu njia ya kukung'oa mahali pale ndio ile motesi wake. Tuko pamoja lakini. Kwa hivyo lazima atumie mbinu ya wewe kuni mmoja ulete macho mwege hata wewe ukose baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tutafakari, tuangalie yale roho wa Bwana ananena. Ndio tuende katika njia inayomfurahisha Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani ataona ile bomba yenu itainuka, lakini atatafuta njia ya kuwatawanya. Na mahali mtawanya huko hakuna baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua sio Mungu amenena.
ya kwamba watawanyike. Lakini Shetani ameona kuna baraka kati yenu, ataleta visingizio, fitina, uchochezi, roho ya kuinukiana, ndio mkose baraka. Lakini wacha niwaambie wapendwa ya kwamba aliyo wa Mungu hawezi akapotea. Aliyo wa Mungu hawezi akapotea. Hiyo ndio chambo niona. Majaribio yacha kwa ajili ya kujenga sisi kiroho. Kwa hivyo usikane majaribio kicha kwako, kwa sababu mwana wa Mungu alijaribiwa. Kwa hivyo ukiona majaribio mengi yanakusonga na baraka mbele yako, ukubali usiko ukubaliana nami. Kwa hivyo ile majaribio nayo kuja kwako na kujenga roho. Leo kuna mke, kesho una mke, fitina imeingiliwa. Na mumefikisha watoto 4 5. Sasa ndiye anakuona wewe ufai. Sasa ndiye anakuona wewe ni maskini. Unaona hiyo ni Shetani. Hiyo ni Shetani ya kumwonyesha ufai, na mko na watoto 3. Ya kuambia ya kwamba wewe ni fara na wewe ni mwerevu bwana. Kwa sababu kuni iliyo pamoja ndiye inawaagiza kuo nini? Moto. Yaani Saidi amefunguka. Ameona wewe ati uwezi. Saidi amefunguka, mwanaume unaona mwanamke ulio naye hawezi. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nasema mwanamke ni yule. Ni vile utamkalisa. Na mwanaume ni yule vile wewe mwanamke utamchukua. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni wakati sisi sote, mabwana na mapipi, tumtafute Bwana. Tuitisa amani kwa watu wote. Tuitisa roho ya kusamia, kwa sababu usiposamia utaumia ndani ya moyo wako. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati wa kutafuta Bwana. Wakati wa kutafuta Bwana ni kuambia Bwana, unipatie roho ya kuwa mjasiri kama simba. Ni kunipatia roho na kainuka kuomba uonekane mbele. Hakuna maombi ikiwa unakaa katika neno unaweza kukosa kufika. Labda wewe uchichanganye asubuhi na muko unakemea wengine. Yaani unafikiri unakemea wengine wewe ubarikiwe. Na unaingia katika hema la Bwana ati unakuja unaomba nani? Bwana Yesu apewe sifa. Tunasema tukue na upendo kwa watu wote na amani. Sisi kazi yetu ni kuomba na Mungu afanye. Unafanya drama zingine ndio unaingia katika hekalu. Unatafuta baraka ya nani? Wale walio mbele yako ni watu wa aina gani? Ni watu wa kuchituma ama ni watu wametumwa? Kuna wale wamepokea laana ni kwa sababu ni ya kuchitakia. Bwana Yesu apewe sifa. Daudi aliogopa kuua yule mfalme kwa sababu alikuwa mbakafuta. Lakini wewe unapigana na mbakafuta, na wewe sio mfalme, hata wewe sio mwinjilisti, unaenda kupigana naye. Ikiwa yule alimwagia mafuta aliogopa yule mwingine, ati wewe unasema wacha nijaribu. Unajaribu nini? Unaitisha kifo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Elisha aliinua mkono wakati waliomchekelea. Ni Elia ama ni Elisha? Akawarani watoto 50 na ngapi wakaenda? 42. Kumbe wewe unasomanga. Nataka kuona wale wamirara. Bwana Yesu apewe sifa. Tutafakari, not a joke. It's not a joke bwana. Tutafakari hiyo Mungu. Usikimbie, usikimbie kwa sababu unaona ya kwamba daraja imeweka unaenda kufukuza. Unajua hiyo daraja iko strong au strong? It is. Alafu unaenda ukanyaga. Alafu unasema nitakanyaga nitajiweza. Wapi? Wengine mnajitakia laana, wengine wanatembea na laana ya watumizi. Ni uongo ama ni kweli? Wanatembea na laana ya watumizi. Sio ya kwamba walilaaniwa na watumizi. Mungu alikasirika nawe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mambo bado, enda pole pole. Ukivuka daraja enda pole pole. Usisema saa hii naenda kuvuka, hakuna jambo ngumu kwangu. Sisi sote tunataka tusikane mikono ndio tufike kule paradiso. Hakuna anasema anajiweza. Mimi peke yangu nataka mitume waniombee ndio tuvuke na hao salama.
Na nyinyi mnahitaji nani awaombee? Na ukinunua ng'ombe anza kupiga miguu, utafanyaje? Tandea ukamua, utafanya nini? Nataka mfunguke vile mmefunguka sasa. Sitaki hata mmoja aenda apotee. Nataka kila mmoja apokee ile uwepo wa Bwana. Wakati anaosimama kumuita Bwana, amuite ya kwamba atamuita tena. Dada mmoja alinipigia simu akaniambia, mimi naona niko kifo. Kwa sababu mahali nimefika sina tumaini. Sitaki mpoteze tumaini ya kuishi kwa Baba. Nataka muwe tumaini mpaka mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka muwe tumaini. Usema hata saa hii akicha akinichukua, sina lawama mbele ya Mungu. Lakini wewe akicha saa hii ghafla kuna lawama, umepepa mambo mengi kwa kifua. Mawazo yako maovu, yule atakufa lini? Mawazo yako naweza ya kwamba yule atakuwa acha lini? Mawazo yatawaza yule mtoto atakuwa anafuta bangi mpaka lini? Unaona vitu tunawaza itafanya tuone ufalme wa mbinguni. Kwa sababu tunawasia majirani maovu. Tunawasia watoto wa majirani waende waangamie. Wasisome waende wakunywe bangi. Wamalize form 4 akinywe bangi. Itakufaidi nini? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Hakuna jambo itakufaidi. Ili ni kusimama katika neno kuombea ulimwengu wa dhambi. Na yule aliye karibu yako kama amekosa ameenda kinyume muombe. Mungu peke yake anene naye. Mungu peke yake anene na. Ikiwa ni wa kupotea na wa kupotea. Ikiwa sio wa kupotea utamuona tena. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini sisi jukumu yetu ni kuomba kulingana vile Roho wa Bwana na kuongoza. Bwana Yesu apewe sifa. Usiacha kuomba kama Roda aliomba, nimefunga kifo ya ndugu yangu. Umefunga wewe, ni nabii. Waambie Bwana hii jambo imeletwa. Na katika maono uliofunulia mtoto wangu nashukuru. Kwa sababu wewe unapeana na unachukua. Nashukuru kwa yale yote huyo mtoto amenena. Usikemee mtoto akikupatia maono. Unamwambia Bwana sasa ushuke, utuondolee aibu. Bwana Yesu. Sio kuomba unafunga, utafunga nini? Kuna wale wanachukuliwa haraka ndio wasicha wakaasi zaidi. Mungu anaona huyu angepata mateso mengi ya asi zaidi, wacha nimpumzize. Bwana Yesu apewe sifa. Roda aliomba akifunga, akikemea mtoto, na mbona unaniambia kwamba nisiende kwa masisi ya ndugu yangu akikufa na ajali? Akamtusi, hakanena maovu juu yake. Ikiwa maandiko tuambia kwamba tukikataa kufanya kazi yake ataachilia watoto wafanye. Na watoto ni wale watoto kweli kweli. Sio wale wamejichanganya. Sio wale walichanganywa na wasasi. Ukimtoa nguo akona chanjo 24 kwa mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Hakakemea yule mtoto, akamwambia wewe ni mchinga, enda. Mimi naona watoto wangu ni werevu. Hakuna mtoto mchinga hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kuna mtoto miaka 7 iliyopita nilikuwa nafundisha. Baba yake akaja akaniambia huyu mtoto wangu amefika grade 7 lakini elewe. Mimi nitamwachilisha shule, nimweka hata carpenter ya mikono. Akamwambia hapana. Nani akwambia mtoto ni mchinga? Ati amekataliwa kila mahali anaenda kusoma. Hiyo unajua hiyo ni pepo ya ukataa watoto. Kamwambia wacha tukae na huyu mtoto. Tuchue shida yake ni gani. Bwana Yesu apewe sifa. Mwalimu hasa lazima uchue shida ya mtoto. Kuna mtoto unaweza kupeleka mbio akose kuelewa kwa sababu anakuogopa. Kuna mtoto unaweza kupembeleza hata wakati una kitu na mnunulia mnaongea naye anarudi akili yake wazi. Na kuna mtoto amefungwa. Chamaanisha ya kwamba walimu hamtaombea watoto. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona Roda alikemea. Baadaye wiki 1-2 akasikia ndugu yake amepata ajali. Alipiga mayogo akipiga nduru. Kwa haraka mtoto tena akamsikumbusa.
Mam, usikia yale nilikwambia? Kamwambia wewe enda huko. Uvaa. Mama akamwambia uchelewa. Hakufika kwa mochari na yeye alikufia kwa njia. Tunaona acha sasa. Tunalaumu Mungu ama tunalaumu nani? Utii sauti ya Bwana. Utii sauti ya Bwana inakucha kama mgeni kwa mtoto. Unaweza kupuuza kitu mtoto amekuambia, enda pole pole bwana. Omba, uliza Bwana ni kwa nini hii jambo umeleta kwa mtoto. Wacha kusikia watu wanapigana huko nje, unafungua mlango haraka unakimbia. Takuvia hapo nje. Ati unaenda kuona, baada ya kupiga magoti umwambie Bwana nakushukuru. Lakini yada anatendeka nje unayajua vyema. Kabla sijatoka katika ilango langu uniongoze. Kiwa ni vita, usimamishe vita ya Shetani. Wewe unakimbia, unaenda unagonga unakufa. Na kumbe wewe sio wewe unakufa. Ni yule alikuwa anakufa lakini umechukua kifo yake. Tuende pole pole. Kwa sababu mambo bado. Bwana Yesu apewe sifa. Ulisikia mwanafunzi alienda kukimbia, usuia mwingine asawongu, yeye aligongwa akaenda. Tunalaumu nani? Nataka tufunguliwe macho tuone. Twende pole pole. Penda jirani yako vile unapenda wewe mwenyewe. Penda mtoto wa jirani yako vile umejipenda. Wacha kulala usiku na mchana ukisema hatapita. Atapita katika jina la Yesu. Atapita. Nguvu zako za giza hasiwezi zikafanya mtoto wa jirani yako asiinuliwe. Kuna yule ako Tanzania namuombea. Kuna yule ako Amerika amechukua laini yake. Kuna yule ako Bungoma. Mungu ni nani? Siku hii atakuralisha kwa kitanda usiamuke. Katika jina la Yesu. Siku hiyo utaamuka, utakumbuka lini alifanya mtihani na akamaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani ashindwe. Wewe unaongea maovu juu ya mwingine. Siongee mazuri yale aliyokutendea. Mbona ongea mazuri? Unajua adui anasahau, anaona ile siku uliyomkosea. Oni kule ulipomtoa. Zaidi anakuongea maovu, siongee mazuri yale uliyomtendea mwanzoni. Ama ameyashika. Ama amekushika ukiwa hai. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo wale wanapenda mahali mko na mnapenda kuleta mizare kwa wanafunzi. Mungu wako pamoja nanyi. Kupitia watumishi wake. Utapelekwa huko urare mpaka wamalize. Mpaka mtihani yaishe. Mpaka waachie yule mwingine ushuhuda. Walifikiri utasomesa lakini umesome? Walifikiri utapita lakini utapita? Mnaonaje sasa? Labda huyo unaopigana nayo ndiye atakuwa daraja wa wako. Lakini wewe umepoteza baraka. Tunafikiria hayo. Tunataka tuambiane, tusemesane. Tujue huyu Mungu tunaotafuta ni Mungu anataka nini. Yeye sio mtu wa kupendelea. Yeye sio mtu wa kubagua. Angalia rangi, angalia masomo. Anaangalia yule anaomwamini. Ndiye anamtendea. Vile anaokucha makoti mbele yake. Vile anaokucha mbele yake ndiye anainua. Ichalisi yeye vile alivyo. Mtoto msichana kutoka Makueni walikuwa watu wezi. Hata waliona ya kwamba hakuna haja ya kuendelea kumsomeza. Lakini alisomeswa. Mungu ni nani yeye? Ukucha wakati wake. Harakizi wala kuchelewa. Usione umechelewa mahali huko. Nataka ukuwe na imani na tumaini ya kumwabudu Bwana. Ujue kwamba Kristo anakupenda na anakujali. Ikiwa wewe unachali wengine, wewe umefanya nini? Ikiwa wewe umefanya nini? Ikiwa wewe umechali wengine, Mungu anakujali. Waliona hawatasoma, waliona ya kwamba hatasomeshwa, amemaliza. Mwonaje sasa? Sasa anatafuta yule aliyomsupport katika masomo yake.
Ingawa arudise shukrani kwake. Kwa hivyo malaika wa mbinguni acharara kule Makueni. Wapigie makofi. Malaika wa mbinguni acharara kule. Malaika wa shukrani anasangilia kwa sababu ya mtu mmoja aliyekumbuka yule aliyemshika mkono. Unaonaje? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Ni wakati Bwana anatenda kulingana na mapenzi yake. Yeye hawezi kutenda kulingana na mapenzi yako. Wewe unasema mimi nimekuja mbele yako. Mama wangu wa kiroho alinifundisha. Mtoto wangu Esther ukicha mbele yangu usiku, mbele ya Mungu usiku, unamwambia Bwana sasa naacha mbele yako. Na kushukuru kwa ajili ya wakati umenilinda. Na kumbuka tunaenda kulala usingizi. Nisiche nikalala usingizi wa mauti. Ikiwa nitafika wakati wangu wa kulala usingizi wa mauti, unikumbuke katika kiti yako Yesu. Unaonaje wewe Mkristo? Unaomba hivi ama unaona umeteseka? Hata unakula sana unasahau kuomba. Unaambia watoto harakiza mlala haraka. Kesho muamka asubuhi. Hata wakabiri mbele ya Mwenyezi Mungu waambie wewe leo ndio utaomba, kesho wewe ndio uwafunze. Kwa sababu mahali wanaelekea hii kisasi ni mbaya. Wanaanza kuingia mahali pengine shule. Wanakutana na wengine kutoka sehemu nyingine. Ndio nawaambia wanafunzi ya kwamba marafiki ni wa muda, lakini familia ni ya maana. Usiende wakutana na watu wengine waambiwe ya kwamba dadi ni mzuri, mama ni mbaya. Si mnafundishana huo? Asa kwa sababu dadi amekutumia pesa mingi, mama hana cha kukupea. Kwani dadi ako na green na mama ako na black, tuko pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona yule anatumiwa 5,000 na wewe unataka ni 5,000. Yaani maisha mengine haiwezi kukufikisha mahali. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo yeye akasema uombe nikilala usingizi wa kifo unikumbuke. Sijui wewe unaambia Mungu aje. Unaona ni kawaida kukula na kulala na kuamka. Lakini tunaambiwa Joni alipolala asubuhi waligonga mlango wa kupata amekufia kwa kita. Ni ugonjwa gani? Investigation inaanza kufanya. Maaskari wanazingira hiyo nyumba. Si wewe acha maaskari wakuwe malaika wa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Wakae wakuwe malaika wa mbinguni. Yaani ulale vizuri. Vile Musa mwaka 97 kutoka Dandora alilala, akaita watoto wake wote akawaambia mkae hivi na hivi, mimi naenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu siku yangu ya kuwahudumia imeisha, lakini mchunge kanisa la Bwana. Hawaka kumwambia uchunge mafamilia yenu. Top kanisa la Bwana. Kwa hivyo usione ya kwamba kutumikia Bwana hapa ni hasara. Najua wengi tunaona ni hasara, ni uongo ama ni ukweli? Lakini neno ni neno Bwana, sio maneno. Neno linaweza kukuinua na likufungulie njia mpaka ufike mahali ukufika. Mungu akuonyeshe makubwa na kuinue. Na lile roho ananena aliwezi likapita isipokuwa wewe ufanye lipite kwa chini uchi kulipalilia lile neno. Na kulipalilia lile neno ni kujitolea ukijituma katika kazi ya Bwana. Ni jinsi gani mwanadamu ama Kristo anajituma basi ya Bwana? Kila mahali yako kumtumikia Bwana. Jinsi gani? Hebu jiulize wewe, ni jinsi gani unaweza kutumikia Bwana? Ndio wakati wa vita, majaribio, magonjwa asikuaibishe. Unamwambia Bwana hii kitendeka, wataona ya kwamba si ukuwa na kuabudu. Kuwa na imani isiyotingisika. Kwa sababu hii dakika naongea na wewe ndio dakika yetu. Nani anakuambia utafika kesho? Ukifika kesho mshukuru Bwana. Sijakata. Nani anakuambia mipango ya Mungu sio mipango ya mwanadamu. Kwa hivyo sasa hivi uko na dakika, do the best mpaka malaika wa Bwana wasangilie. Wao wanasema umulinde Mungu wangu asipatwe na maafa kwa ajili ya kutumikia. Unaona? Yaani umulinde kila wakati. Akiutana na wakora wasiche wakamfanya nini? Wakamuumize. Kwa sababu ile kazi anafanya huko duniani inafurahisha Baba. Haleluya. Tuko pamoja.
Ile kazi anafanya inamfurahi. Kwa hiyo malaika watakatifu wanakuombea wakiwa katika kiti enzi, wakirudisha ripoti kwa Baba, wakimwambia yule Mary, yule John, Baba umukinge na maovu. Akikutana na maovu, isiche kamchukie na wenye watenda maovu. Kwa sababu ile kazi anafanya hapa duniani nzuri. Wewe mpendwa, fikiria ile kazi unafanya duniani ni nzuri. Fikiria una lawama. Usikubali mtu, kila mtu anaenda analalamika juu yako. Ni mbaya. Ni ile kazi unafanya iko chini. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maana wewe umekuwa msaada wangu, na uvulini mwa mabawa zako nitakusangilia. Akamtukuza Bwana, akamwambia usiku na mchana nitakutukuza Mungu wangu, na kwa maana wewe umekuwa msaada wangu. Amekuwa msaada wa Daudi. Na uvuli wa mabawa zako nitakusangilia, kwa sababu amemtendea makubwa. Nafsi yangu inaambatana nawe sana. Ataki akose. Daudi tunaona ya kwamba hakutaka apokee lawama. Aseme leo umeua, leo umedhulumu, leo umesengenya, leo umepiga vita baridi, leo unanukia wasasi watoto wa jirani yako, leo umewatubia gizirani mahali wanaenda wasisome. Shindwe. Mungu nani yeye? Naweza kugunua saa hii akufikisha Tanzania. Ukiwa mhubiri mkubwa sana, ikiwa utaamini, sema amen. Kwa hivyo Mungu wetu hapa huyu, angalia sura, angalia masomo. Anaangalia kile kilio ndani yako. Ndio pate kuinuliwa mahali huko. Watoto wako wanaweza kuinuliwa wapelekwe mbali sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tulikuwa na dada mmoja miaka 2 iliyoisha. Akaniambia, sasa dada, wakati tulipokuwa kule kwetu tulitoka na vita. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini uniombee sana, kule vita ni kali. Nimeacha baba mzazi kwenye vita, nimevuka na watoto. Lakini naomba sana nisirudi nikaone damu iliyomwagika mahali pengine. Bale nipelekwe mahali nitakaa na amani na watoto wangu wasome. Umesikia acha wanafunzi yangu sema watoto wasisome kwa sababu wamefika Kenya. Hiyo ndio maombi yake. Akaniambia, unaona hii biashara naenda nikizunguka usiku na nazunguka kwa ajili ya watoto wangu. Sitaona ya kuwa na mume ana kazi nianze kumwambia fanya jukumu yako. Wanawake tuko. Nafurahia kuna wanawake wale wamejituma sawa sawa. Munaelewa sawa sawa. Sichasema Kericho, Kisumu, tauni. Sawa sawa. Huyo mama alikuwa anauza vitenga. Anaenda mpaka mbali kuchituma. Akasema yeye anaoma, hataki kurudi aone ile damu inamwagika kule kwao. Anataka Mungu ampeno amutulise na wale wapate kuwa mahali pale. Wakati baba yake alikutanisha na mambo mengi, alichangisa kwa sababu alikuwa mtu mwenye roho safi na upendo. Akachangisa iliyo akachangiwa baba yake ako Nairobi. Na wewe kama una upendo kwa watu wengine, utachangiwa na nani? Utachangiwa ina tabia. Penda wengine vile umejipenda mwenyewe. Kwa mnyenyekevu, kwa mtu wa kutii, kwa mtu wa kuchurudia. Tunachua maana ya kuchurudia. Tuangalie kosa, tutubu, tukamwambia Bwana sasa safari bado. Lakini tunataka tuelekeza katika safari yao. Alipokuwa hivyo kuchanga, hiyo ikaingia, hiyo msasa yake ingia. Baada ya miezi 2, watoto wao wakatolewa, wakapelekwa nje wote kusoma. Tupigie Kristo makofi. Wapeleka wapi? Unaona Mungu ni nani? Mungu yeye ni nani? Anaweza kufanya maajabu. Haya ingine utaona kusema ni miujiza gani hii? Ni vile unaomwendea Bwana, unaomtumikia vyema. Ni vile unaotii sauti yake na kutenda yali yake. Sio kupiga wengine vita baridi. Kama unataka utendewa mema, tendea na wengine nini?
Bwana Yesu apewe sifa. Waambie Mungu wafunike na damu yako. Maandiko yatuambia ya kwamba maandiko yatuambia ya kwamba huyo ndugu akasema ya kwamba nafsi yangu imeambatana nawe, mkono wako wa kuume umetegemeza, bali waitafutao nafsi yangu ili kunirangamiza wataingia katika vilindi vya nchi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo moyo wa Daudi ulimwonea Mungu wake sauku, akasema wale wanaotafuta nafsi yake wataangamia katika vilindi ya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Kumaanisha hawatampata, hawataweza kumuua, hawataweza. Bwana atawamficha. Bwana ataleta mapema, ataleta mapema maoni yake ijulikane kwa watu wote. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo alimsudia sana Bwana kwa sababu yeye ni msaada wake. Ikiwa ni wewe, Mungu wako ni msaada kwako, sema amen. Bwana Yesu apewe sifa. Akasema wale wanaomtafuta wataingia katika vilindi vya nchi. Watatolewa wave kwa nguvu za upanga. Watakuwa riziki ya mbwa mwitu. Bwana atawaachilia wale wanaotafuta nafsi yake bila kosa. Bwana atawaachilia. Kwa hivyo watavionjwa ama kupondwa, waachiliwe, waliwe na mbwa mwitu. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu mkubwa. Ukimuomba ya kwamba utamuomba tena, atakutetea, atakulinda na atakutenga na maovu. Bora wewe ufuate njia zake, bora wewe usimame katika neno, bora wewe utende yaliyo haki na kweli. Ichalizi ni maadui aina gani watakuzunguka, lakini msaada wako unatoka wapi? Simama katika neno, mtetee. Mwambie Bwana, hata hii ikiwa hivyo najua utaniinua. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe utanilinda na utaninua. Ile mishale inayotumwa kwa watoto wangu erudi kwa wenyewe. Ile mishale inayotumwa watoto wake erudi wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. 11 ya mwisho, bali mfalme atafurahia Mungu, kila apaye kwa yeye atasangilia. Yule apaye kwa Mwenyezi Mungu atafanya nini? Kwa sababu kila wakati anaenda na yeye, analawamu ukumpiga vita na kuachia Mungu wake. Na Mungu wake ni nani? Anachua kucha wakati ufaro. Kwa hivyo wewe unaosumbua watu usiku na mchana, unatuma kisirani kwa wanafunzi, ujue ya kwamba roho ni mbaya. Anakucha wakati ufaro, harakisi wala kuharakisi. Usione umefika. Mungu atakuponda ponda usipotubu na kumrudia. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Unaonacho ukiwa na makaratasi ina kasi? How do you feel? Feel basi vile unaponda ponda wanafunzi. Unajua dhambi zetu zimetufunika. Hata baraka za Bwana zinazuia kule angani hazifiki kwa sababu ya maasi yetu. Kwa hivyo kitu ya maana ni kumwachilia Bwana afanye kazi yake. Tuko pamoja? Kwa sababu maandiko yatuambia kwamba apaye kwa Yesu Kristo atasangilia, na kwa maana vinywa vya waongo vitafumbwa. Wataachwa, watapatikana wakifanya maovu, watapatikana wakiwa kule walikuwa kwa kanisa, alama zao zikaonekana mahali pale. Watapatikana wakiwa mahali pale na wanakula mgongo. Tuko pamoja? Kwani hamsemi amen? Watapatikana wakawa mahali pale wakisunguka huyo mtoto. Bwana Yesu apewe sifa.
Na mtoto akiwa analala anaona huyo ni cheni anampiga piga. Mwambia mama, niliona cheni akinipiga piga. Mnaonaje? Mnaonaje wewe? Kwa hivyo kitu ya maana wa Kristo, tutoke kwa maovu. Tumrudie Bwana, tusije tukajifiche katika hekalu ya Bwana, tusije tukajifiche katika basia. Tukisema tumeokoka lakini tunaitisa moto. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Mtumishi mmoja wakati alikufa akiwa na miaka 105, aliposukwa shikwa, baada ya siku 3 akatolewa chini kayoka juu. Sasa unaona wale wanasangilia, tumepata nini? Kwenda kufungua wakasikia sauti ikisema, huyu ni mtakatifu wangu, msimguze. Walitoroka wakaingia kwa manyumba zao. Wakisema sasa tutafanyaje na tumetoa mwili mahali pa. Wacha nikwambie, Shetani akitaka kukuaibisha, atakuaibisha kabisa. Kwa sababu umemtumikia, sasa atakuaibisha watu waone, waumini ya kwamba ukuwa umeokoka. Ulikuwa unaenda kinyume cha Bwana ukiwa umejivi. Icharisi utakuwa kazini, icharisi utakuwa harusini, icharisi utakuwa kule sokoni, isaweje kuwa sambani. Utakuwa kama yule dada alikuwa anaimba sana, alipoferekwa mocheri alipata mailisi iko kwa kiu. Unaonaje tukipata mailisi iko kwa kiuno yako? Unaonaje tukifika kwa nyumba umekufa, tunapata wanyama wako kule juu? Unaonaje sasa? Siokoke Bwana. Tumwambie Bwana nirudie. Hakuna jambo Bwana asiyeweza. Eh? Kwa ujasiri. Mwambie Bwana, nimefanya hii kazi kwa muda mrefu, naona nisaidie. Nimetesa watoto wa ndugu yangu, nimetesa bibi ya ndugu yangu, nimetesa dada yangu, nimetesa jirani na ango na anti. Sasa nimeamua kuachana, nataka kukurudia. Na pia utitise tukusaidie kwa maombi. Kwa sababu maandiko yanatuambia mtu mmoja akiokoka malaika wanafanya nini? Lakini msichukue mafuta kama kawaida. Hii mafuta msichukue kama kawaida. Napendanga kuambia wengi, ukiamua uamue ya kwamba utarudi nyuma tena. Usichukue kama kawaida. Usisema sijaonekana. Nani anakuambia hatuchakuona? Ni wakati. Acheni magugu na ngano vikue pamo mpaka wakati ule. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sitaki Shetani akudanganya kama umefika. Nataka nikuhakikishie leo uchafika, safari bado. Nataka kusikia mkono kwenda katika hii safari kumwabudu Bwana. Hatutamwabudu tena, na yule anaomlilia Bwana ndiye anaokolewa katika roho yake. Kuna machozi mengine sio machozi ya roho, ni machozi inakuja kwa ajili ya wakati. Unanielewa? Inakuja kwa ajili ya mtaka kitu, ichakuja kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Nataka ile machozi yakitirika ndani yako, ekuja utubu kile ulioasi kiovu, ikue katika roho. Hakuna dhambi iwezi akasamehewa isipokuwa kumfukuru nani? Tuko pamoja? Ati sisi wote tumeasi, tumeenda kinyume cha mapenzi ya Bwana. Tunaomba tumrudie, tuombe msamaha mbele ya macho ya Bwana. Kwa hivyo kila mmoja amekaribishwa kwa njia ya kutubu na kumrudia Bwana. Usionye wewe mpendwa umefika. Nataka muone Bwana yule alikufa, aliyokufia msalabani. Safari bado. Safari inatakikana mikono. Tuombe ya kwamba hatutaomba tena. Tuombe ya kwamba tuambiwa yeye atarudi saa 9. Bwana Yesu apewe sifa. Mwaka 2004 nilipopokea ripoti saa 9 ya usiku ya kwamba saa 9 nitapokea wageni na watakuwa wageni waliofaa. Ni wageni wakucha kubalisa kuchukua uhai wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu nilipiga moja nikaambia Bwana, namwambia nashukuru. Kwa sababu hii chumbe nimepokea saa 9.
Na wewe Mungu nakushukuru kwa sababu haya yote umenyesana. Na wewe ni nani katika maisha yangu? Ulinilinda kutoka utotoni, nimefika wakati huu. Umenipatia uchumbe ya kwamba kuna wale wanakuja, sio wageni wa usalama, ni wageni wakuja kuniangamiza. Sasa nataka Mungu wangu, kwa sababu mimi nakupenda wewe, kiwa kuna mahali nimeasi, nimeenda kinyume, ili nikutana nao wamalize mimi, unisamehe. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa ni wale wanaokuja kwa ajili ya kunichenga kiroho, unitie nguvu katika maombi. Nataka pia uchitirize, uonyesane wewe ndio Mungu. Wasija wakasema ni Mungu aina gani ilikuwa naabudu. Bwana Yesu apewe sifa. Nikaenda katika kifungo. Baada ya kufunga masaa 10 na kuambiwa sasa ondoka uende katika kazi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Walipoingia wakiwa na kamera kama hii ndugu wako nayo, wakaingia wakiwa na kamera, kwa sababu walijua kuna program unaendeleza. Yaani ile kamera niko ya kufunika watu, tunaona ya kufunika watu wasitambue ukweli. Si yule tunajua kuna program fulani, labda wamekuja kuchukulia. Tuko pamoja. Shetani ni mchanja. Lazima ajue mbinu yako, unatembelea wapi, unakula nini, ukifika kwa huyo kwamba unapenda kupewa nini. Adui sio wote waliocheka nao ni marafiki. Sio wote wanaocheka mbele yako ni marafiki. Nataka munielewe. Sio wote wanaolia wakati uko na shida ni marafiki. Sio wote walio mahali hapa wanakuja kutafuta uso wa Bwana. Ni uongo. Kuna wale wamekuja kufungia wengine baraka, lakini ole wao ilifunguliwa kabla hujafunga. Mungu ni nani? Shetani yeye ujua mtapokea leo ni siku ya baraka, lakini aliamuka mapema na kuanza kupigana. Kwanza anapigana na mitume na wainjilisti na manabii. Ndiye anakucha kwa watu wa Mungu, ndio kupinga wasije wakaendelea, ndio baraka isije kapatikana. Lakini Mungu ni nani? Yeye ukucha wakati ufaro. Walipofika baada ya masaa 10, walikutana na kijana mmoja alikuwa anafanya kwa buche. Kumwambia sasa tutataka utupeleke. Tunajua hiyo buche uko nayo ni yao. Tupeleke mahali pale tukuambie. Wakati walio ukatiwa heroine, waliambia kijana atukulipi. Kwambia kwa nini? Si biashara ni ya wenye mahali tuliukuta. Kaambia bana, atukulipi. Mwambia ombe siku mingi na atakaa siku mingi. Kwa hivyo kabla Mungu ataniombea, majambazi waliniombea. Wakajua kwamba Mungu ako very powerful. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Mkristo lazima kuwe na uchusi wa kuomba na kumapproach Bwana. Usiende kwa Bwana kumuomba kwa ajili uko na shida. Tumia mbinu tofauti kupitia maandiko matakatifu. Na uwezi ukachua kuomba kupitia maandiko ikiwa uyasomi. Ndio nasema chikomiti katika maandiko, tafuta wakati wa kusoma. Ujue Bwana anataka nini na anatenda nini. Macharibio yacha kwa ajili ya kutia nguvu katika imani. Sio ya kwamba wewe umeokoka uwezi ukacharibiwa. Malaika wa Bwana wanasunguka watu wao usiku na mchana wa kuombea. Na nyinyi pia watumishi hawalali bila kuombea. Kwa sababu hiyo ndio siku, hiyo ndio kazi waliopewa. Unapata wanalala masaa 4 wakiombea kondoo samu. Kwa sababu hiyo ndio kazi. Jiona aje. Yeye Mungu ni Mungu. Haweza kubadilika. Ikiwa amesema, amesema. Kia amesema utaishi miaka 20, utaishi hiyo. Kia amesema nitakuongezea kwa sababu ya kazi nzuri unanitendea, atakuongezea. Nani atapinga? Akwambia atakuongezea, nitakuongezea. Kuna yule anatamani kufa lakini hakufi. Kwa sababu wakati wake haijafika ukufa. Mnaonaje? Si kuna yule anatamani kukufa hakufi, ameteseka kule kitandani. Amelia sana lakini hakufi.
Mambo ya ingine inaja kwa ajili ya kuwa kielelezo kwa watu wote. Msilaumu. Ayubu aliteseka, wakasema ameasi, ametenda dhambi. Kweli alikuwa ametenda dhambi? Kwa hiyo masharibio kile kuicha usema watu wameasi wametenda dhambi. Hapana. Chiochi wewe kwanza kabla uchafungua kinywa chake, na Bwana awabariki. My name is Betty Minagada and I have a song. Ametenda mema huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. 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 Asante. My name is Sancho Sava. John 31, it says, of you have the beginning of wisdom. My name is Regan and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of 1 Peter 5 verse 7. It says, give your Lord God your trust and worries, for He cares about you. Amen. My name is Shukabet Kerupo and I have a song. May the Spirit of the Lord come down. Amen. May the Spirit of the Lord come down. May the Spirit of the Lord from heaven come down. May the Spirit of the Lord come down. May the mercy of the Lord come. Amen. May the mercy of the Lord come down. May the mercy of the Lord from heaven come down. May the mercy of the Lord come down. My name is Jilin Deborah and I have a song. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu mingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, tukizipotosha waziwazi vile twaweza kuishi duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba hapo mwanzo palikuwa neno, naye neno alikuwapo kwa Mungu, naye neno alikuwa. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Warembo wote watapita, wanaume mali safi watapita, wamama wa baba watapita, lakini neno lake Mungu litasimama. Meli mpya zitapita, wale wameweza watapita, raha za dunia zitapita, lakini neno lake Mungu asimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Thank you. My name is Enoch and I have a song. Danieli mtumishi wa Mungu aliota ndoto ya ajabu, wanyama wale tofauti, nguvu zao ni tofauti, wakionyesha unabii kwa uongo utakaoshuka, wakionyesha unabii kwa uongo utakaoshuka. Danieli mtumishi wa Mungu aliota ndoto ya ajabu, wanyama wale tofauti, nguvu zao ni tofauti,
wakionyesha unabii kwa uongo utakaoshuka, wakionyesha unabii kwa uongo utakaoshuka. Shika imani ya Mungu, ukatae yanayokuja, jitetee jina la Mungu, Sabato uikumbuke. Shika imani ya Mungu, ukatae yanayokuja, jitetee jina la Mungu, Sabato uikumbuke. Tangazo kubwa litafika, dunia ilikitangaza, zamani zile za mnyama na 666 kwa watu wote duniani wamuabudu mnyama, kwa watu wote duniani wamuabudu mnyama. Tangazo kubwa litafika, dunia ilikitangaza, zamani zile za mnyama na 666 kwa watu wote duniani wamuabudu mnyama, kwa watu wote duniani wamuabudu mnyama. Shika imani ya Mungu, ukatae yanayokuja, jitetee jina la Mungu, Sabato uikumbuke. Shika imani ya Mungu, ukatae yanayokuja, jitetee jina la Mungu, Sabato uikumbuke. Nguvu za giza zinagonga ile milango ya kanisa, lake ni kuharibu sikukuu ya Sabato. Watu wa Mungu waanguke, wamuabudu watu wa Mungu waanguke, wamuabudu nguvu za giza zinagonga ila milango ya kanisa, lengo lake ni kuharibu sikukuu ya Sabato. Watu wa Mungu waanguke, wamuabudu mnyama, watu wa Mungu waanguke, wamuabudu mnyama. Shika imani ya Mungu, ukatae yanayokuja, jitetee jina la Mungu, Sabato uikumbuke. Shika imani ya Mungu, ukatae yanayokuja, jitetee jina la Mungu, Sabato uikumbuke. Thank you and welcome. My name is Nome and I have a song. Ombi langu Bwana lifike kwako, liche kwa njia zangu ni nyembamba, nitembee nawe Yesu Mwokozi wangu, dhoruba zikija nitazishinda. Ombi langu Bwana lifike kwako, liche kwa njia zangu ni nyembamba, nitembee nawe Yesu Mwokozi wangu, dhoruba zikija nitazishinda. Mwenyezi, Alfa, sifa zako zote tutaimba, malaika wengi wanakuabudu, herufu maherufu wanakusujudu. Giza limetuficha mahali tusione, wewe ukatufikisha mbinguni, makao ya mtakatifu Mungu Mwenyezi. Wanakusujudu